Udahili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza kwa ajili ya mwaka wa masomo 2025-2026 ulianza tarehe 15 Julai kwa awamu ya kwanza ambayo ilikamilika tarehe 10 Agosti. Baadaye tulifungua awamu ya pili tarehe 3 mwezi wa Septemba ambayo ilikamilika rasmi tarehe 21 Septemba. Baada ya kukamilika hii awamu ya pili, sasa ilikuwa ni jukumu la vyuo kuweza sasa kuchakata majina ya wale walioomba, na vyuo vimeendelea kuchakata na kupitisha katika mabaraza yao kwa maana ya seneti na bodi kwa ajili ya kutoa idhini kwa wale ambao wamekidhi, na wale ambao hawakukidhi vigezo kuwapa taarifa ni kwa nini hawakukidhi. Sasa awamu ya kwanza ilikamilika, awamu ya pili nayo imekamilika. Kukamilika kwa awamu hii ya pili, matokeo ya wale ambao wamepata vyuo na wale ambao hawakuweza kupata vyuo kwa awamu ya pili yatatangazwa na vyuo vyote vya elimu ya juu siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba 2025. Sasa yakitangazwa yale, kuna wale ambao wamepata chuo zaidi ya kimoja watapokea ujumbe mfupi kupitia simu zao. Ujumbe mfupi wa simu utawapa namba ya siri ambayo wataitumia kuweza kujithibitisha kwenye chuo kimojawapo. Sasa wako na wengine ambao kwenye awamu ya kwanza walipata chuo zaidi ya kimoja, wanawezekana kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kujithibitisha, watatumia nayo nafasi hii kujithibitisha. Muda wa kujithibitisha utakuwa kutokea tarehe 6 Oktoba mpaka tarehe 19 Oktoba 2025. Kwa hiyo watatumia nafasi kutoka tarehe 6 Oktoba mpaka tarehe 19 Oktoba kujithibitisha. Waombaji waliopata udahili zaidi ya chuo kimoja wakitaka kujiona kwa haraka, nao wanaweza kuingia kwenye tovuti ya Tume ya Vyuo Vikuu, wataona pale majina yao. Lakini vinginevyo katika akaunti zao walizotumia, majina yao watayaona kwamba mpata chuo zaidi ya kimoja. Baada ya kukamilika kwa awamu hii ya pili ambayo ilikamilika tarehe 21 Septemba 2025, Tume ya Vyuo Vikuu imepokea maombi kutoka kwa wadau mbalimbali, na mawadau wakubwa ni Jumuiya ya Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania TAHLISO. Lakini tumepokea pia maombi kutoka kwa vyuo vya elimu ya juu. TAHLISO wameomba kwamba wako waombaji ambao kwa sababu moja ama nyingine walichelewa kutuma maombi yao au hawakuweza kupata. Kwa hiyo wameiomba tume kuangalia uwezekano wa kufungua dirisha lingine. Lakini vyuo vya elimu ya juu pia vimeiomba tume kwamba bado zipo nafasi kwa baadhi ya programu ambazo bado hazijajaa. Kwa hiyo tume iangalie uwezekano wa kufungua dirisha lingine. Sasa kufuatia maombi hayo na baada ya kufanya uchambuzi, imeonekana ni busara sasa tume imefungua dirisha lingine. Litakuwa dirisha la 3 na la mwisho, ambalo dirisha hili la 3 sasa linafunguliwa siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba na litakamilika tarehe 10 Oktoba. Nafasi zilizobaki ni chache. Kwa hiyo kwa muda huo wa siku 5, waombaji ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kupata nafasi katika vyuo vya elimu ya juu au wale ambao hawakuweza kutuma maombi yao, wanashauriwa kwamba wautumie muda huu vizuri. Na wakati huo huo, vyuo vyote vya elimu ya juu ambavyo vinadahili shahada ya kwanza vinashauriwa sasa vifungue mifumo yao siku ya Jumatatu tarehe 6 kwa program zile tu ambazo bado zina nafasi.